mfano huu mmea. Huu mmea bwana inajulikana kama Oxalic latifolia. Oxalic latifolia, scientific name. Huu mmea inaota kama majani. Ya, sasa hivi yanakuwa mengi sana wakati wa mvua. Ya, maeneo mengine wanaita kandege, wengine nao wanaita sorrel. Sasa huu mmea huu ina oxalic acid nyingi sana. Nyingi sana. Na ukiutafuna ina ladha ya uchachu. Ina ladha ya uchachu. Sasa huu mmea, ndugu mtazamaji, huu mmea huu kwa vile ina contain oxalic acid kwa kiasi kikubwa, basi mtu mwenye shida ya figo asitumie. Mwenye shida ya figo asitumie. Ya, au mtu mwenye mawe kwenye figo. Kwa sababu ukitumia oxalic acid nyingi inaweza kawazidisha tatizo lako kwenye figo, inaenda kuathiri figo. Lakini maajabu yake, kwa hiyo kama unatumia, tumia kwa kiasi kidogo, kwa kufuata ushauri kutoka kwa mtaalamu. Hilo zingatia. Huu mmea oxalic, kama unakosa hamu ya kula, ase mimi nimetafuna mchana leo hii, nimetafuna mchana, nimepata njaa hatari, mpaka nikajiuliza maswali mengi. Kama ni oxalic bwana latifolia bwana, huu mmea ni hatari. Huu mmea ni hatari. Kwa wale ambao wapati hamu ya kula, tumia kidogo sana, utapata hamu ya kula mpaka utakuja kuniambia. Yaani utakuwa na uchu wa kula. Mmea moja hatari sana. Ina calcium kwa kiasi kikubwa. Matatizo ya mafua, kifua, koo, mafua makali, mapafu, ina shida, tumia huu mmea. Lakini pia kama damu ni chafu, I say, kama damu ni chafu, I say, tumia Oxalic latifolia. Jina hilo hapo, scientific name. Inafanya vizuri. Asante sana. Huu mmea bwana imenitoa jasho leo. Oxalic latifolia. Oxalic latifolia. Tumia. Yeah, hii ni Rastovi food product. Asanteni.